Amazing grace, how sweet the time that saved the wretch like me. I was the last, but now am found. Was blood, but now how sweet. Trust grace that taught my heart to feel, and grace my free relief. Our precious that for grace appeared. The hour. Bwana sifiwe. Kwa majina yangu ni Apostle Anthony Ngogemboro. Nampenda Yesu kwa sababu ya kuniokoa. Karibu sana kwa mafundisho ya siku ya leo ambayo inafundisha kuhusu mambo ya vile Yesu Kristo alivyotuchagua ama upendo wa Mungu juu ya maisha yetu. Karibu sana mpendwa mtazamaji. Najua kwamba utabarikiwa katika kisomo hiki. Nitaomba na wewe baada ya mafundisho pale mwisho. Nitaomba na wewe na utabarikiwa. Bwana ataweza kuwa katika maisha yako na kukusaidia. Umeokoka. Yesu ni Bwana, mpenda Kristo sababu aliokoa na anaweza kulinda hata na kunisaidia. Naenda katika maandiko kitabu cha Luka 4 mstari wa 23. Naye akawaambia, bila shaka mtaniambia msemo huu, mganga jiponye mwenyewe, na pia mtasema yote tuliyosikia umeyafanya kule Kapenaumu, yafanye pia hapa kijijini mwako. Akaendelea kusema, hakika nawaambieni, nabii hatambuliwi kijijini mwake. Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka kuongea neno kifupi kuhusu Yesu Kristo na kuhusu neema na kuhusu vile Mungu alivyo. Na ni vizuri tuwe tunapiga hatua katika kujua vile setup ya Mungu ilivyo, ndio tuweze kupenya tuingie kwenye huyo Mungu. Kwa sababu sasa kufikia sasa kila mtu ashatambua na amejua kwamba ndani ya Mungu kuna uwezo, kuna nguvu na kuna msaada wa maisha yetu. And what is remaining ni kwamba sisi tuweze kupenya tuingie kwenye ule msaada. It's like people have known that in this bush kuna maji na tuko na kitu tunahitaji maji. Now people must find out the way ya kuingia pale wapate yale maji. This is likening mambo ya Mungu vile ilivyo. Hallelujah. Neno la Mungu kwa dunia siku hizi ni kama kitu kilichofichwa sana, hakipatikani, hakieleweki, na wenye kupata wanakipata wanaeleza, alafu unakuta kwamba kimeelezwa kwa njia ambayo haieleweki. Hallelujah. Bwana asifiwe. Sasa Yesu akawa ameanza huduma yake baada ya kutoka katika kufunga na baada ya kukutana na yule mwovu shetani na kumjaribu akimwambia mambo haya na haya. Yesu akamwambia kuhusu mambo iliyoandikwa, na akaenda akakuta kongamano la watu katika sinagogi, akawasomea neno ambalo liliandikwa katika utabiri na nabii Isaya. Akawaambia kwamba mimi ni mmwagiliwa mafuta aliyetumwa na Bwana kukomboa na kufungua maskini. That is verse 18 of the same chapter. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wale watu wakasikia hiyo neno ni mzuri sana, but there is a problem. Hallelujah. Walisikia kwamba kuna mmoja anayeweza kufungua maskini, kuponya, kufungua waliofungwa, kuondoa mateso na kuondoa taabu. Amen. Shida ilikuja kwamba it is you Jesus, the one. Wewe ndiye wewe unaye ama uliye na jambo hilo, wewe ndiye ulionenwa hivyo. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Na hata sasa ukiangalia utaona kwamba neno la Mungu linaponenwa, before you say that God and the way he uses, hakuna shida. Amen. Tell people of blessings, tell people of healing, tell people of how great God is. They have no problem with that. But tell them about sin.
and stopping sin. Tell them about Jesus, there is a problem. Utaona kumekuwa na shida. Basi hawa watu wakawa Yesu akawaambia, akawapatia unabii, akawaambia kwamba itafika siku na mtasema kwamba basi wewe jiponye na ujiondolee hiyo shida ambayo unakuja kutuondolea. Kwanza ondoa kwako, ondoa kijijini kwenu. Bwana asifiwe. Jesus told them kwamba kijijini mtu ambaye nabii hasikiki na watu wao. Hallelujah. Bwana asifiwe. The Lord knew the problem of people. Alijua shida ya wanadamu. Sababu shida ya mwanadamu sio mambo mengi. Hallelujah. Amen. Shida ya mwanadamu ni mwenye kutumwa apeleke ujumbe. Aliyetumwa apeleke ujumbe. Hawataki ujumbe unaotoka kwa kinywa chake. Wanataka kuangalia ile mandhari aliyotoka. Ako na masomo. Ako na utajiri kiasi gani? Uwezo wake umefika wapi? And that's when they will accept. And this is why you see today kanisa iko na taabu. Hata ukiona kanisa vile inavurugwa, kanisa inavurugika kwa sababu kanisa haijaweza kutambua mambo ya Mungu na wokovu wa Mungu na vile Mungu anavyofanya mambo. Bwana asifiwe. If somebody comes here, tuseme mtu amekuja hapa, msugu ako na ndege mbili, ako na magari makubwa, platform ameweka kutoka hapo Keriiti uwanja mzima, and then asubuke na magari akisema kwamba hapa kutakuwa na uponyaji, hapa kutakuwa na kufungua, hapa kutakuwa na hii. Everybody in the whole of Kiambu and the whole of this republic will come there. Hallelujah. Because of the might and power that they can see. Hiyo wanaona ndio hiyo ambayo wanajaribu kufuata. Hawafuati kile ambacho Mungu ameleta kupitia yule mtu. Bwana asifiwe. Yesu akawaambia kwamba nabii hasikiki kwao. There was a problem in the village where Jesus was. Na ukisoma katika Marko 7 utakuta kwamba Yesu alipoenda kule Galilaya alijaribu kuponya akashindwa. Ingawa watu wachache tu waliopona, lakini akaondoka. Kwa sababu gani? Hawakumwamini. Kwa nini? Walijua huyu mtu walimjua akilelewa na walimjua alipokuwa akikua. Wamekaa na yeye akiongea, wamemsikiliza. It's like the way you see here. Hallelujah. Ukiwa very close na mchungaji, wewe utakaji huduma, utakuta kwamba ukiwa karibu, utajikuta kwamba you can go for about 5 weeks, 1 month bila kujua vile Mungu anasema juu yako. Kwa nini? Hii mtu nimemzoea, ni huyu tu anaenda kuniambia, ataniambia next week. Next week imefika, ataniambia hiyo mwezi mwingine. Unakuta hao watu na uchukuse utaona. Amen. Hallelujah. Unless ni wale wametafsirikiwa. Wale wametafsirikiwa kabisa. Amen. Na si maana anakuja anataka kujua what does the Lord say, kwa sababu anajua kwamba muonaji wangu ni huyu. Na kuna kitu kiko ndani yake ambacho atanionea. Kwa hivyo wacha niende ndio nisikie vile ataona na mimi niweze kujua nitaenda njia gani. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hii shida Yesu alilinganisha na verse 41. Soma verse 41 of that Luke 4. Alilinganisha na kitu cha ajabu sana, na mimi nitalinganisha hivyo hivyo. Mapepo waliweza kutambua Yesu, lakini hawa watu hawakumtambua. Hata walisema wewe ni mwana wa Daudi. Tuko na nini na wewe? Tuache. Hawa wanamwambia wewe, hebu kwanza aenda kwenu. Wewe tunakujua wewe ni mwana wa Yusufu. Si wewe ni mwana wa Yusufu? Na Mariamu huyu wao kijijini kwetu tunamjua. Soma neno inasema namna gani? Pepo waliwatoka watu wengi. Na wakapiga kelele wakisema, wewe ni mwana wa Mungu. You are Christ, the Son of God. Lakini Yesu akawaambia kidogo. Hallelujah. Amen. Kijijini huku Galilaya, Nazareti tunamjua. Nini yako nayo kutuambia? Lakini wakati watu walipoondolewa mapepo, amen, waliona mapepo ikiondoka. They saw these demons come out of people. Hallelujah. Ama hawakuona, waliona. Read the verse, hiyo iko hapo juu. Hebu soma hiyo verse iko hapo juu, 33 and that. Katika ile sinagogi kulikuwa na mtu aliyekuwa amepawa na pepo mchafu. Alikuwa na pepo mchafu. Akapiga kelele kwa kuziba masikio. Una nini nazi? Wewe Yesu wa Nazareti? Ndio. Je, umekuja kutuangamiza? 34. Nimekufahamu wewe ni nani?
Ndio. Wewe ni mtakatifu wa Mungu. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Katika lile sinagogi kulikuwa na mtu alikuwa na pepo. Umetoka katika kijijini hapa. Haleluya. Amen. Sasa Mungu wetu analinganisha na anatuangalia. Anaona in fact demons they believe in God more than us. Sababu hawa watu wako sinagogini na wamekuja kumwabudu Mungu. Wao wanasema wewe ni mwana wa Yusufu na Mariamu. Wacha usituletee, enda ukajiponye, enda ukaponye watu wa kwenu. Basi pepo nazo zinasema wewe ni Kristo. Wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye juu, mwenye nguvu na uwezo. Hallelujah. This is why we do not receive from Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. People become serious with Christ when they understand this simple fact ambayo tutakufundisha leo. Hallelujah. Amen. Kutambua kwamba this is Christ, the Son of God. Let me show you what will happen to you kama utamtambua yeye kuwa mwana wa Mungu. How do you know yeye ni mwana wa Mungu? Miracles happen. Miracles happen. Demons free and get out of people. Amen. People get healed. Mambo makuu inatendeka bila kusumbuana na bila mambo mingi. Hallelujah. Things happen. That's when we know the Christ of God is with us. And we should now seek Him. We should now decide something about Him. Because we are going to receive more from Him. Tukidecide mambo mengine tofauti. Hebu tuende hapa 41:10. Pepo waliwatoka watu wengi. Pepo waliwatoka watu wengi. Wakapiga kelele wakisema. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Lakini Yesu akawakemea. Wala hawakuruhusu kusema, maana walijua kwamba yeye ndiye Kristo. Hallelujah. Amen. Kwa sababu mapepo hawaruhusiwi kumtambua Yesu, hata wakimtambua, hata wakimjua, there's nothing will help them from that. Nisome Luka 5:8. Hallelujah. Mwanadamu ndiye anayestahiliwa kumtambua Yesu, kutambua Mungu. Amen. Mwanadamu ndiye anayestahili kwa sababu kuna jambo la ajabu ambalo haujui. Amen. Kitu amefanya katika maisha yako, ndio sababu amefanya wewe mwenyewe katika masikio yako. Wakati wa siku ya leo kuna kitu unasikia kinachomhusu Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Wafalme 1. Haleluya. Kwanza twende hapo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwamba katika mji ule wa wapi kulikuwa na wajane wengi sana. In the first Kings 17:1. Bwana asifiwe. Elijah the Tishbite, who was one of the settlers of Gilead, said to Ahab, "Oh Yahweh, the God of Israel is before me." Ebu soma hapo kwa Kiswahili. Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 1 Kings 17. Yes. Basi Elia wa kijiji cha Tishbe, ndio, huko Gileadi, ndio, akamwambia mfalme, ndio, Ahabu, kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli aliye hai, ambaye ninamtumikia, ndio, na kuapia kwamba hakutakuwa na umande wala mvua mpaka nitakapotoa amri. Tuendelee. Kisha neno la Mwenyezi Mungu lilimjia Elia, ndio, ondoka hapa uelekee mashariki, ndio, ukajifiche penye kijito cha Kiriathi, ndio, ilijoko mashariki ya mto Yordani, ndio, huko utapata maji ya kunywa katika kijito hicho, ndio, tena nimewaamuru kunguru wakuletea chakula. Ndio. Basi Elia akatii agizo la Mwenyezi Mungu, akaenda kukaa kwenye kijito cha Kiriathi kilicho mashariki ya mto Yordani. Kunguru wakawa wanamletea mkate na nyama. Ondoka uende mjini Sarefati, ndio, karibu na Sidoni, ukae huko. Nimemwamuru mwanamke mmoja jane akupatie chakula huko. Basi Elia akaondoka akaenda Sarefati. Alipofika penye lango la mji, alimkuta mwanamke mmoja mjane anaokota kuni. Amen. Elia akamwita mwanamke huyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Katika kitabu cha Wafalme, Mungu alimtuma Elia
kwa sababu kuna shida ilikuwako, ilihitaji suluhisho, na ilikuwa ikumbe kila mtu katika taifa lote, nayo ilikuwa ni ukame. Lakini katika mji ule kulikuwa na wajane wengi sana, lakini Mungu alitambua mmoja peke yake, akatuma Elia akamwambia kwenda kwenye ile nyumba. What does the Bible say? Mstari wa 24. Akaendelea kusema, hakika nawaambieni, nabii hatamliki kijijini mwake, lakini sikilizeni. Ndio. Kweli kulikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli. Nyakati za Elia. Ndio. Wakati huo mvua iliacha kunyesha kwa muda wa miaka 3.5. Ndio. Kwa kuwa na njaa kubwa katika nchi yote. Ndio. Hata hivyo Elia hakutumwa kwa mjane yeyote ila kwa mwanamke, kwa mjane yeyote ile kwa mwanamke yule mjane wa Sarefati katika Sidoni. Lakini Biblia inasema kwamba walikuwa wajane wengi, very many, and they have no opportunity to hear this word. Hawana nafasi ya kusikiza neno hili, hawana nafasi ya kumwabudu Bwana at all. They have never touched the Bible. Amen. Ukitoka nje utaona, like this time of the Easter, like this type of sherehe, many people wako kwa baa, wengine sasa wamefungiwa, sasa hata sijui wanaenda wapi. Amen. Lakini hata baada ya kufungiwa hawajakosa kwa kweli. Wananunua, wanateremka kwenye mito kule chini, wanalewa huko, wanashindwa na kupanda milima, wanalala huko. Hallelujah. Amen. Wengine wanaleta kwa nyumba. That is what they are doing. They are trying to invent new ways of committing that same sin. They are learning ways of doing it and doing it and doing it. And God has not allowed. Watu wako katika dunia ya Mungu, lakini Mungu hajawaruhusu wapate nafasi ya mtu asimame mbele yao awaambie kwamba haleluya, amen, Yesu Kristo anaokoa. Mungu ako na uwezo. Maisha haya ikiwa na taabu hivi, amen, and you are even better, kwa sababu when you have had this na ukakuja, you saw it. Umeona Mungu akitenda katika maisha yako, umeona Mungu akitenda muujiza katika maisha yako. Wacha nikufundishe mpendwa, what we are supposed to do ndio hivyo ulivyoonwa isikuje kupotea, sababu inaweza kupotea. Hiyo yako vile ulionwa na Bwana, akaamua kwamba mtu huyu atasikiza injili na atasikia mambo ya miujiza, na ataona miujiza ikitendeka, na ataona manifestation of the power of the Son of God happening in his life. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Amen. Lakini sisi tunakaa. Sometimes we pray after 5 days. Sometimes we don't read our Bibles. Sometimes we do not want to stop sinning. We want to continue doing it and doing it and doing it. We don't care what happens. But something precious, something great has happened in your life. Let me tell you, kuna kitu cha ajabu ambacho kimeshatendeka. Tayari kimetendeka kwa maisha yako. Just by hearing this word. Hii neno kuna siku inafika watu wataitafuta sana. Watu watahangaishana wakiuliza tutapata wapi injili hii? Where will we get this word? We have heard about it. We want to try now. But God right now, hallelujah, ako kwako sasa. Ameweza kukubali ukaweze kunisikiza. Hebu soma mstari wa 66 inasema namna gani? Mstari wa 26. Hata hivyo Elia hakutuma kwa mjane yote, ila kwa mwanamke mjane wa Sarefati katika Sidoni. 27. Tena katika nchi ya Israeli. Nyakati za Elisha. Kulikuwa na wenye ukoma wengi. Hata hivyo hakuna yeyote aliyetukazwa ila tu Naaman mwenyeji wa Syria. Hivyo ndivyo ilivyo hata sasa. Amen. Hallelujah. Katika nyakati hizi kulikuwa na walevi wengi na kuko na walevi wengi, lakini wewe ulikuwa mlevi, wewe ulikuwa mkora, lakini Mungu akaona kwamba ni wewe atakayeenda akuchague akutoe katika kikundi kile. How much more are those people suffering when you left them? Bado wanaendelea kulewa. Some of them have died. Already some of them have contracted some diseases. Wako na magonjwa tayari kwa mwili. They are straining and struggling, heading to the grave. Hii jambo ambalo ulipewa litunze sana, litunze kwa bidii, sababu ni Bwana aliyechagua, akaona kwamba inafaa wewe mwenyewe aje kwako. Hakikisha umepata ujumbe na umeukubali
na umeanza kutembea na ule ujumbe. This sijui nitaita nini, sijui nitaita ordination. This thing of God doing that in your life is so precious. It must be taken care of. Lazima iangaliwe, tena lazima ibebwe kwa njia ambayo ni ya kuwa mwangalifu sana katika maisha haya. Haleluya. Bwana asifiwe. Unajua kuna mtu ambaye anaweza kukuangalia hivi, akisikia umesema umeokoka, anasema Mungu wa Israeli, ningeokoka kama huyu. Na anajaribu, anasimama, anasema nimeokoka leo. After 2 days ameanguka na ameshindwa kuendelea. Hajui ni nini kimemfanya ashindwe, lakini ameshindwa. Na akaregea tena na akaanza tena kuendelea katika ile tabu. And this is how we identify how God loves us. This is how we identify the love of God. Don't say the love of God, it is because you are not sick, it is because you are able to live, it's because you have money, it's because you have... No, the love of God is, it's because God found a place for you in His salvation. Amen. He found a place for you to hear His word. Ametengeneza moyo wako, umeanza kuamini. There are some people who do not believe and they cannot believe about Jesus Christ. Amen. Hebu tuende sasa Luka 5 mstari wa 8. Inasema namna gani? Simoni Petro alipoona hayo. Simoni Petro alipoona hayo. Ndio. Akapiga magoti mbele ya Yesu akasema. Ondoka mbele yangu e Bwana. Kwa kuwa mimi ni mwenye dhambi. What had happened? Simon, John, Andrew, Philip and all those men walipatikana kama huyu Naaman, walipatikana kama yule mjane Gileadi. Bwana asifiwe. Yesu akaenda akakuta kwenye ukingo wa bahari kuna mitumbwi miwili imewekwa pale. Akasema niletee mtumbwi mmoja, akaingia ndani akaanza kuhubiri. Hawa wakawa nao walikuwa wametoka kutega, wamechoka. Akawaambia sukumeni mtumbwi kule ndani mwenda mkatega. Wakasukuma mtumbwi mmoja, wakaenda wakatega samaki nyingi sana, wakakuja nazo. Wakaona hai, na Petro alimwambia kwamba sisi ni wavuvi. We know how to do these things perfectly well. You've been in this field for so long. Baba zetu ni wavuvi, sisi ni wavuvi wa kulelewa na kufundishwa kitoto mpaka tukawa watu wakubwa, na sasa tunafanya hii kazi. Tumelala usiku kucha, hatujapata kitu. Yesu akawaambia sukuma pale. Aliposukuma akashika samaki wengi, akaita mtumbwi wa pili wamsaidie kutoa, wakatoa. Paulo akajua kwamba I am the only man ambaye Petro, sio Paulo. Petro akatambua kwamba I have been chosen. Nimepatikana. Amen. Mungu ameonyesha mwangaza wake, amedhihirisha nguvu zake, amedhihirisha uwezo wake ambao anaweza kutumia katika maisha yangu. He fell down before the Lord. Akamwambia Bwana, ondoka mbele zangu. I am a sinner. You know, when Christ comes to us, we realize how sinful we are. If Christ comes to you and you have not realized how sinful you are, Christ has not yet come. Bado hajakuja. Sababu akikuja, we must realize how sinful we are. Our sins are seen like in a mirror. Tunaziona. And then the love of God abides. Upendo wa Mungu unaanza kuongezeka. You know, kitu ya ajabu na inayonishangaza ni hii kwamba when we see sin and realize sin, God loves us more. Mungu anaanza kutupenda zaidi. Amen. When we realize that we are sinners, we are dirty, God loves us. Anaanza kutupenda. Sababu anajua kwamba kuna akili iliyo ndani ya mwanadamu ambaye sasa anaweza kuibadilisha. Because they understand what I am after. It is until you realize how much sinful you are, that's when you start changing. And that's the time you've seen Christ. Hebu jiulize katika moyo wako. I have seen Christ in the form of miracles. Nimeona Yesu akitenda miujiza. Even into my life. Nimeona Mungu huyo ndani ya Kristo akitenda mambo makuu. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
What happened in your brain and in your heart? Siku moja katoto kakakuja hapa. The child was very dead. Alikuwa ametolewa hospitali. Akaletwa na pikipiki hapa. Dewadi alichukua, hebu tuambie uliona nini? Huyo mtoto aliweza kuletwa hapa pikipiki, ni mtoto wa Monica Ache. Kale katoto kadogo kwa kijana. Aliletwa asubuhi. Kwa tunajitayarisha kuondoka na mchungaji tukatembea mahali tunaendana na yeye. Aliweza kuletwa hapa akiwa amekufa. Alikuwa baridi kabisa. Mimi tu nilibaada kuchukua na sikuweza And you know, this lady calls me akiwa hospitali nje. Akaniuliza uko church? Nikajua kumbe watu hao wanajua kunitenda. Uko kanisa? Nikamwambia ndio. So she picks the child from the hospital and comes here running. Akakuja nikasikia pikipiki imelia, nikaona mtu anapita mbio, nikaona huyu ameingia na kitu ametoa kwa tumbo yake, yani ametoa hapa. The only thing I noticed from him, na nikajua hapa kuna hatari, ni kwamba between his body and the child ilikuwa hapo, mtoto wako hapa, lakini ninaona anajaribu kustretch mkono mtoto huyu asimuguze. So what I did, mimi nikakaa chini nikasema, God, I have nothing to do with this child. Mimi hata sikuguza, nilikuja tu nikakaribia nikaangalia na nikaona kweli kabisa. But I gathered some courage in myself. Nikawekelea mkono, nikaomba, nikasikia hata hakuna. You know, Satan started preaching to me. Akaniambia, you know, if this child is now gone, and if you do not pray for this child to raise again, a Land Rover or a Land Cruiser from the police station will come here to pick this body. And the media will also be there. So you will also have to be here. And you must tell them how the child died. Sasa nikasema, Mungu wa Israeli, you call not to be ashamed. Now you have to do something. Hallelujah. Niliposikia akali nikamwambia, beba mtoto aende kwa kanisa. Yeye ni mtiifu, akabeba mtoto akakuja kwa kanisa, shike meza pia. Akakaa. And then the heart troubles me. It tells me that child, if that child dies, you are in a problem, and this child may be closed. Hallelujah. Hallelujah. Sasa nikasema nipelekee huko, nikapeleka huko, nikasema niletee mtoto huko. Now I gathered my courage. Nikasema now the child must rise again. Lazima huyo mtoto avuke, hata kama ni nini inaendelea. Amen. Unajua kuna mahali nafikanga, you sometimes say I'm going to exchange my life with this one. Nitabadilisha hii, nitamgawia uhai wangu. Sasa nikafikiria hata kama nitaenda kupuliza kwa mdomo, nitaenda kuweka. Kaingia kule. Akaenda akakaa chini. The mother is still trembling. Akaingia kule, nikaenda nikamwangalia. Lakini nikasikia katika roho yangu uoga umeondoka. Nilimwekelea mkono nikasema, in the name of Jesus, rise up. And then nikashika kama mkono nikafinya hapa, akafungua macho akaniangalia. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nikamwekelea mkono tena nikamsema, pata nguvu sasa hivi. Akatoka kwa miguu, kwa mapaja ya mama yake, akatoka nje, akatoka. Na kutoka saa hiyo kalitembea kote, kakipewa maji, kakipewa vitu vya kukula, kakizunguka. And there were some ladies who were here. Hallelujah. Kuna wadada walikuwa hapa, walienda hata wewe uko. Yes, kuna wadada walikuwa hapa. Amen. One of them had come. She had parked her car here. And then after that, she came in. Yeye hakuweza kusikiliza maombi. She was just crying. In fact, she complained that kwamba kuna mtu amemkataza kuja hapa aombea kwa hiyo keka. Mimi nilikuwa nataka kuombea kwa hiyo keka. I know there is God here. I have seen with my eyes today. Nikamwambia, I want to pray for you. Nikamwambia, kuja tu kaa hapa pande hiyo, leta mikono nikuombee. She's just crying. Nikamshika mikono, nikamuombea. Hallelujah. Hakuongea. She left. Akaondoka akaenda. Akaniambia, Apostle, I know there is a great God in this church.
And I want when I come, ninaombea hapo kwa hiyo mkeka. Nataka ninaruhusiwa, ninapiga magoti hapo. Hiyo acha hiyo ya kwanza, hiyo sio ya madhabahu. Mimi sitaki hiyo. Nataka hii ya red, hiyo ndio ninataka. Niruhusiwe nipige magoti hapo, niombe hapo. Amen. And I'm asking you. Hallelujah. Does these miracles change your heart? Do they change? They change Simon's life. Akasema, Bwana ondoka, ama sina ondoka mbele zangu. And then the other day, Peter parks and follows Jesus. He leaves everything. Amen. Wewe uliona namna gani? Why did you cry like this woman who was crying? She had just come kuhudumiwa aende nyumbani. Hallelujah. Jambo ya kushangaza ni kwamba hata wale wenyewe wenye kutendewa miujiza utashangaa kuona kwamba they are just walking and the next day hata utaona anatusi mtu. Utaona tu ni para. There's no fear of the Lord coming into their lives when they realize kwamba Christ has power. Amen. Hallelujah. Maisha yetu inabadilishwa. Abia kwa maisha yetu inabadilishwa. Hallelujah. Hallelujah. There is a Christ who is living today. There is a God who is in Christ and he lives. Wakati wa kujimulia, wakati wa kuona kwamba it is taken too much time for my life to change. Hiyo banyambo imekwisha. Hallelujah. It is God and God completely. Bwana asifiwe. Huu ni wakati wa kutambua kwamba whatever I saw Christ doing, it was an opportunity that I was given, and I am loved by this God. Some people are looking for that. Kuna watu wanatafuta kuona hiyo muujiza. Kuna watu wanauliza hiyo muujiza, mnasemaga ati watu wanapona na wengine wanafufuliwa. Mimi nilisema haleluya Bwana. Ulisema nikiwa Ifonia kupitia nabii kwamba na wewe utafufua mtu. Haleluya. Nikasema sasa yangu imeanza kutimia. Na wewe yako na itimie. Tuvunjike mioyo baada ya kujua kwamba huyu Yesu, haleluya, ako na nguvu ya kutenda zaidi ya yale ambayo tunatarajia. More than that. If I look at you people, I see miracles. I can start from Kamau and I go to the end there and I will say all what God has done in your lives. I can see that. Amen. I can see that. Naona kabisa vile Mungu ametenda. And this was a visitation of our Lord. Alikuja kutembea, akakuja akakutembelea. Hata wakati ulikuwa Kitale, you never knew that this day, this is what will be in your life. Maybe wewe ulikuwa unatamani you be a great or a very senior manager in Safaricom. Sababu unajua we gauge our lives with where we are. Christ does not do that. He has better things. He has kept for our lives. Kuna mambo ya ajabu ambayo ametuwekea. Bwana asifiwe. Now, but Simon Peter, when he saw it, fell down. When he saw fish, samaki tu, he fell down. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nisomee verse 9. Niwafundishao hapa, navyowafundisha hapa. This is what the Lord looks at. For him to do and perform miracles in our lives. Basi baada ya kuzileta zile mashua ukingoni mwa ziwa, wakaacha yote na wakamfuata Yesu. Kwisha. They left all and followed Christ. Change mara moja. Useme hallelujah. I will follow Christ. I will follow Christ. Let them preach. Let them say some other gospels. I will not listen to them. Sometimes unaweza kwenda uwe doubtful with the church, with the apostle, kwa sababu anakemea watu, kwa sababu saa zingine amekataa kukuona. I am not Christ. Hallelujah. I am not Christ. I am also after Christ. I have also left everything to follow Christ. Leave everything and follow Christ. Wacha mambo yote, fuata huyu Yesu. Na wacha nikwambie mpendwa, sikiliza tafadhali. Hallelujah. You are very lucky. You know why you are lucky? You have a place in Christ.
You have a place in Christ. Being a sinner, the way you are, you have a place in Christ. Imagine when you were a great sinner. Amen. Read for me Romans 5 verse 8. When we were a great sinner, Christ saved us. Lakini Mungu amethibitisha kwamba anatupenda, maana wakati tulipokuwa bado anathibitisha kwamba anatupenda. Amen. Amen. But still that sinful, God did something for you. With all that, huyu dada wakati amekuja pale na mtoto na Bwana akatenda muujiza huo. After that the husband was arrested. And Tanui akakuja kuwatoa kule, and they came in by office. The husband was accusing her. Alikuwa anamstaki kwa wakiniambia zile vitu anafanya. And I wonder, yani mimi nikasema, God, you love us very much. This person who does these things, amen, and you raise a child for her, then you must be loved. You are loved. Hallelujah. Wewe kwa hakika ni upendo. Kama uitenda kwa muujiza kwa mtu wa namna hii ambaye anastakiwa kweli na anashindwa kujiondoa kwenye mashtaka, anasema haleluya, nitaenda kubadilisha. But God still doesn't leave. They scream and die only to go to hell. You never scream. God found you when you were sinning. Mungu alikukuta ukiwa kwenye dhambi, unafanya dhambi. That time that you are sinning, God comes and takes you. Wabia tuende kanisa. Unajikuta tu uko kanisani na hujui unaenda wapi. Uko huko umefika. Tena umesikia hii maneno haya ni mazuri sana. Tena Mungu ametenda miujiza, tena ameanza kukuinua. That's what we say. A selection. God did a choice. He chose you. Amen. He chose you out of very, very many people. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And now you must have some confidence in your life. Amen. Amen. And then as you walk, you continue saying, God, I must live to fulfill your purpose. Because when God chooses somebody, He has a purpose with that person. Unapotembea unasema, God, I must live to fulfill the purpose that you have for me. I will not die. I will live and proclaim the goodness of my Lord. Hiyo muujiza nitaenda kuambia watu. Hizo vitu Bwana umetenda katika maisha yao. I will live and go telling people about how you do things. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Fikiria tu Bwana. Mimi naona ninamaliza ibada sababu imekwisha, masaa yangu imeisha. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nisome mstari wa 12. Thank you Jesus. Ikiwa Yesu alipokuwa katika mojawapo wa miji ya huko, Ndio. mtu mmoja mwenye ukoma mwili mzima Ndio. akamuona. Ndio. Basi mtu huyu akaanguka kifudifudi akamwomba Yesu, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yes. Yesu akanyosha mkono akamguza na akasema, nataka. Yes. Utakasike sasa. Mara ule ukoma ukamwacha. Ndio. Naye Yesu akamwamuru, Ndio. usimwambie mtu yeyote. Yes. Bali nenda ukajioshe kwa kuhani, ukatoe sadaka kwa ajili ya kutakazwa, kwa ajili ya kutakazwa kwako, kama alivyoamuru Mose, wathibitisha kwamba umepona. For a testimony to them in your life. Kukuokoa, kutenda mambo, testify. Testify to people. Let people know that He is able. Shida ni hiyo tuko nayo. Watu wamepungua sana wanaosema kwamba Yesu anatenda. Very few. Sababu hata sisi tuliotendewa tuko na haya kusema tulitendewa. Amen. The next time you go to a wedding ceremony, a burial, na upewe nafasi ya kuongea,
stand, we will testify how great Christ is. The next time you stand before people, either kwa chama ya mama, the first thing you do, testify how good Christ is. Amen. Hallelujah. Amen. Huyu mwenye ukoma alikuwa amekataliwa na watu wote. Hata wewe ulikataliwa na watu wote. Wote. Mama yako alikukataa, ndugu yako walikukataa na sister zako, baba yako alikukataa, hata wengine walikataliwa na baba zao wakati walizaliwa. Unaonaga watoto wengine mama akipata mimba tu wanatupwa. Mama anatupwa. Sababu amepata mimba. Kuna wanaume wako namna hiyo. Akona bibi akipata mimba. I saw some a lady who was married for a few years, akapata watoto wawili. Bwana yake akamwambia usijaribu kuzaa watoto watatu, akapata mimba ya tatu akatupa. Hallelujah. Amen. 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 Umekataliwa na vitu vingi sana. Chakula ilikukataa. Hallelujah. Gari imekukataa, mashamba zimekukataa, kila kitu inakukataa. Zile zinakuja ni kamoja kamoja tunakutafuta kana kulocate, na hiyo tuna force kwa nguvu. Hallelujah. Amen. But when Christ accepts you, when you come to Christ after being easy vitu zote kukataa, if everything now don't want you and you then you go to Christ, Christ picks you up. Hallelujah. And he is the holder of the miracles. He has now those things that you have refused to. Yeye akona mama ndani, yeye akona baba ndani, akona ndugu ndani, akona na sister ndani, akona gari ndani, akona mashamba, akona uponyaji, akona kila kitu. He has it all. So if he accepts you like now, the way he has accepted you, don't bother with things. Mambo mengi wachana nayo. Wewe kataliwa tu, sema kataeni. Anayenikubali ni mmoja na akona chochote na vyote hivyo vilivyo nikataa. All that refused to accept me is in my Christ who has accepted me. So all you need is being accepted by Christ. If Christ accepts you, then you have all. If this one accepts you, then you miss everything else. Sidio? Unaweza kukubaliwa na shamba lakini ukataliwe na kila kitu kingine. Kwa hivyo ukikubaliwa na Yesu, uko na kila kitu. Uko na kila kitu. Maisha haya ni maisha mazuri. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now, Jesus is our Lord. Ametutendea miujiza, tumfuate. May you receive a miracle in Jesus' name. Amen. You receive a miracle in Jesus' name. Amen. Right now, in the name of Jesus. Pokea muujiza. Pokea muujiza. Close your eyes and pray. Close your eyes and pray. Omba kidogo. Omba kidogo. Take like 5 minutes. Pray. Speak to this Lord who loves us. Speak to this great Master who has everything for us. Speak to him. Speak to him. Ongea na yeye. Mwambie kile kitu unataka. He understands your language. He knows how you talk. Sio lazima utengeneze maneno. Just flow with the words that are in your heart and speak to him. He is going to do a miracle in your life today. In Jesus' name. Thank you, my Father. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Sema amen. Bwana sifiwe. Ningependa kukuelezea program zetu za wiki vile huwa zilivyo. Ingawa kipindi hiki kuna corona na mambo mengi yamefungwa, lakini tuko na online service ambayo tunafanya siku ya Jumapili, kisomo ambacho tunapeperusha katika Facebook, Church of God Apostolic Mission. Pale mwisho ni Kogam. Bwana akubariki unapojiunga nasi katika mtandao na katika kisomo cha online. Bwana atakubariki pia. Tutakuwa na kisomo kile siku ya Jumanne, that is Tuesday, na utakuwa katika mafundisho katika online, na Mungu pia atakubariki. Pia kuna kuona mchungaji katika appointment, bila kusisitiza siku zile ambazo utakuja kuniona, lakini ninaweka kwamba on appointment. Ukipiga simu nitakuelezea ile wakati utakuja. Bwana akubariki sana. Mpendwa mtazamaji, ningependa kukuelekeza vile unavyoweza kuja katika kanisa letu. Ukiwa umetoka upande wa Ruiru, utashuka pale Kiambu High ama kwenye shule ya rehab ya Kirigiti Approved School.
right opposite ile shule ya approved school utaona barabara ya mawe ambayo imeshikana na stadium ya Kirigiti, na utaingia na hiyo barabara. Mbele kidogo kama 200 meters utapata garage, watu wanazoea kuisema ni kwa John, na mbele yako utaona mast ya ama booster ya Safaricom. Ukifika kwenye ile booster utaenda upande wa kushoto, na utaenda kama 200 meters upande wako wa kulia utaona kanisa letu ambalo ni Church of God Apostolic Mission Word of Truth. Wale watu wanatoka upande wa Nairobi, ukifika Kist mbele kidogo utapata stage ambayo inaitwa Rowe. Pale kuna barabara ya lami ambayo imeelekea Kirigiti. Ukifika kwenye roundabout ya Kirigiti utachukua barabara ya Roiro Kamiti Road, alafu utaenda ukielekea kwenye stadium, na ukifika mwisho wa stadium mahali imekuishia ile barabara nimekuelezea utaipata pale. Barabara ya mawe, mbele kidogo kuna garage, kuna booster ya Safaricom, and then ukiingia left utatembea ama utaenda kama 200 meters upande wa right utaona kanisa. Bwana akubariki sana. Ningependa kuomba na wewe ndio Mungu aweze kukubariki na kukusaidia. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asanti kwa sababu ya wema wako, ukuu na utukufu wako. Mungu wa Israeli, angalia mpendwa huyu, ukambariki, ukamsaidie katika kila hitaji, ukatende Bwana, kwa sababu unaweza na wewe ni Mungu. Asante Baba wa mbinguni, na kuinua na kutukuza. Naomba neema na mabadiliko, na naomba Baba, wewe uliye na uwezo na nguvu zote, mpendwa huyu ukamsikie katika jambo lolote ambalo anahitaji maishani mwake. Asante Baba, uinuliwe na utukuzwe, na ni katika jina la Yesu Kristo Baba nimeomba na kuamini. Amen.